Mfuatiliaji na mtazamaji wa Snaheri TV, leo hii tuko hapa Abet Secondary School ambapo tumefika, lengo ni moja, kujionea huduma zinazotolewa na Vision Care Foundation chini ya mwenyekiti wake. Atajitambulisha jina na kisha tutaendelea na mahojiano. Habari ya muda huu? Nzuri, nashukuru. Okay, hongera na majukumu. Asante sana. Hongereni kwa kazi kubwa mnaoifanya ya matibabu ya macho katika mkoa wa Singida na sehemu mbalimbali. Tunashukuru sana. Naam. Mungu ni mwema. Tuambie, majina yako ni nani? Mimi naitwa Eden Mashayo. Okay. Ni mwenyekiti wa Vision Care Foundation, lakini pia ni mkurugenzi wa Vision Care Eye Clinic. Hongera sana. Bila shaka Vision Care Foundation inapatikana katika mkoa huu wa Singida au sehemu mbalimbali? Yes, Vision Care Foundation ni NGO ambayo inafanya kazi Tanzania nzima. Lakini kwa sasa hivi tuko mkoa wa Singida kwa ajili ya huduma ya afya ya macho kwa watoto, kwa maana wanafunzi pamoja na jamii ambayo imezunguka zile shule. Tumekuja Singida na mradi ambao unaitwa afya shuleni pamoja na jamii. Inaitwa School Based and Community Eye Health Program. Okay. Ambao programu hii inahusisha kutoa elimu kwa walimu wale waweze kuweza kuelewa, kutambua mapema matatizo ya afya ya macho na pia kufanya referrals mapema kwa watu ambao wana shida afya ya macho. Kama unavyojua ndugu mtangazaji, afya kwa ujumla ni kitu cha muhimu sana kwa jamii. Lakini kwa upande wa macho tunazungumzia kwamba zaidi ya 80% ya upofu ambao uliopo aidha unatibika au unazuilika kama kugundulika mapema. Kwa sasa sisi tumekuja na mradi huu kwa ajili ya kuweza kutambua matatizo ya macho mapema kwa wanafunzi, lakini pia tunafikia wazazi au jamii pale ambako unaona jamii sasa imeshafika umri mkubwa, lakini pia wana shida za afya ya macho, pia kuja kuwafikia kwa mradi huu ambao tumekuja nao huko. Hongera sana. Lakini ni kwa kiwango gani, to what extent is your project reached to the goal targeted? Okay. Kwa mkoa huu wa Singida kwa sasa hivi tulikuwa na target shule 43 ambapo katika shule zote 43 zimepata mafunzo, kwa maana ya tumepata walimu wawili kwenye kila shule na tumewafundisha walimu wote 86. Lakini pia tumechukua waratibu elimu kata ambao kule kwenye zile kata zao, tumechukua waratibu elimu pia kutoka wilaya ya Singida mjini, wote tunawapa mafunzo kwa pamoja. Lakini mafunzo yale yalilenga kama nilivyosema pale mwanzo, kutambua mapema shida za afya ya macho, lakini pia kufanya referral mapema kwa watu ambao wana shida, lakini pia kufanya first aid, watu wakiumia mashuleni waweze kupata huduma ya afya mapema. Kwa hiyo wanaweza kutoa hiyo huduma kwa pamoja. Lakini pia walimu wamepata mafunzo kwa ajili ya kuelimisha pia jamii. Tunatambua kwamba walimu kama walimu wenyewe ni jamii, katika jamii yetu wanaishi ni watu ambao wanaheshimika kwa jinsi moja au nyingine. Lakini pia tunatazamia pia walimu watoe elimu kwa wanafunzi, lakini pia kwa jamii ambayo imewazunguka. Kwa hiyo tukafanya tukacombine vyote viliko pamoja, kwa maana tufikia wanafunzi ambao kwa mashuleni, lakini pia wazazi wao na walimu wao pia kwa pamoja. Yes. Lakini kwa sasa hivi ambapo tulipo leo tumekuja kwa ajili ya kuona sasa wale watoto ambao wameshatambulika na walimu kule shuleni wakawa referred kuja kwa ajili ya kupata huduma. Kwa wiki nzima tulikuwa tukienda kwenye vituo tofauti kwa ajili ya kuweza kukutana na wale wanafunzi ambao wana shida. Leo katika shule hii ya Abet tumeona wanafunzi wa shule 8 ambao zimezunguka maeneo haya karibu, ambao wamekuja wanafunzi wao kwa wingi na tuweza kuwapa huduma yote ambayo inatakiwa kupatikana. Huduma kuu ambayo tumetoa hapa ni elimu ya afya ya macho kwa wale wanafunzi, lakini pia kuwapa miwani wale ambao wana shida ya kuona whether mbali au karibu, lakini pia miwani imetolewa pia kwa walimu ambao wana shida pia kuweza kufanya kazi zao, kusoma na kuandika. Lakini pia dawa za macho zimetolewa kwa watu wote. Zote huduma hizo zimetolewa bure kabisa. Okay, shukrani sana. Ukiwa kama mwenyekiti wa Vision Care Foundation, neno lako kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaona kabisa kwenye sekta ya afya amekuwa akifanya uboreshaji, lakini nyinyi kama wadau wa sekta ya afya mnaoshirikiana vyema na serikali kuhakikisha kwamba wananchi na jamii kwa ujumla inapata huduma hizi. Sasa neno lako ukiwa kama mdau ama wadau pia wa sekta ya afya ni lipi kwa serikali? Naomba kubadilisha cheo changu sasa. Okay. Ukiniuliza kuhusu serikali kwa upana, mimi naomba niongee kama mwenyekiti wa Eye Care NGO Forum. Kwa sisi Tanzania tuna umoja wa NGOs ambazo zinafanya Tanzania. Japokuwa ni non-government organizations, lakini tunafanya kazi kwa karibu sana na serikali. Na kwa upande huo naweza nikasema kwa NGO zote ambazo zinafanya kazi under MOUs na serikali, kwa maana ya Wizara ya Afya na TAMISEMI na pia sehemu zingine ambazo tunafanya kazi. Naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia amekuwa mfano. Ametoa vitu vikubwa sana katika elimu, katika afya kwa ujumla. Elimu
upande wake, lakini pia afya ambako mimi ambao si tupo, naweza nikasema tunashukuru sana serikali kwa upana, tunashukuru sana Wizara ya Afya na Wizara ya Afya, tunashukuru sana Wizara ya Elimu kwa kutupa pia nafasi ya kuweza kutoa huduma hii kwa wananchi au kwa wanafunzi hao ambao wana changamoto hizi. Shukrani sana. Naitwa Karen Eric kutoka Vision Care Foundation. Ni mmoja wapo wa wakufunzi ambao tulifanikiwa kuwapa training walimu wa shule za msingi kwa ajili ya kuweza kufanya screening kwa wanafunzi. Tunashukuru kwamba tumeenda kwenye vituo vyao, wamefanya kama inavyotakiwa kufanya, wameweza kubaini wanafunzi ambao walikuwa na matatizo ya macho. Tumeweza pia kufika kwenye vituo vyao vya shule, tumeweza pia kuhudumia wanafunzi wote pamoja na wananchi wa maeneo ambao walikuwa wanawazunguka. Na pia napenda kutoa shukrani kwa walimu wote ambao wamewezesha ili swala likafikia leo, na tunawapongeza sana, tunasema asante. Wito wako sasa kwa wanafunzi baada ya kupata matibabu na wito wangu kwa wanafunzi na wazazi, wanafunzi wote ambao wamegundulika wana matatizo ya macho wakapewa miwani au dawa, napenda kuwashauri wazazi kwamba waweze kuwafuatilia kwamba miwani zile ambazo wamepewa zitumie jinsi inavyopaswa kutumiwa, na dawa wawekewe jinsi inavyotakiwa kufanya kwa ajili ya kuweza kutoa matibabu ambao wamekutwa nayo, na pia kila baada ya mwaka kama inawezekana pia kuwapeleka vituo vya afya ya macho kwa ajili ya kupata pia matibabu mengine. Kwa jina anaitwa Ali Yahaya, ni daktari bingwa wa macho kutokea Vision Care Foundation. Tumekuja hapa katika shule ya msingi Abet kwa ajili ya kuweza kufanya uchunguzi. Baadhi ya shule takriban 9 tumewafanyia uchunguzi watoto. Tumeweza kugundua kwamba baadhi ya watoto wengi katika hususan shule zetu hizi za msingi wana matatizo ya macho ya kutokuona mbali, na wengi hawawezi kwenda hospitali ama kwenye kliniki kutokana na uwezo. Kwa hiyo kitendo cha kuja kuwatembelea hapa, tumeweza kugundua matatizo yao hayo, tumewafanyia vipimo, tumeweza kuwapatia miwani kwa wale wenye. Kwa majina naitwa Mwalimu Modesta Michael Mangi, natokea shule ya msingi Unyankae. Kipekee tunawashukuru sana Vision Care Foundation kwa kutupatia mafunzo kwa ajili ya macho. Tumeweza kubaini watoto wenye changamoto ya macho na tumekuja hapa leo kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Kwa wengi wao wamepata miwani bure, wamepata dawa bure. Nawashukuru sana. Pia jamii pia kwa ujumla imepata kunufaika na huduma hizi. Nawashukuru sana na Mungu awabariki. Tunashukuru pia baada ya mafunzo tumeweza kupata vyeti na Mungu awabariki sana. Karibuni tena sana sana. Kwa jina naitwa Adam Salim. Ni miongoni mwa walimu ambao walipata mafunzo kuhusiana na mambo ya kuhusu afya ya macho. Tunashukuru sana kampuni hii kwa ajili ya kuleta huduma hii katika shule yetu. Mimi ni mwalimu miongoni mwa walimu wa shule ya Abet ambao walikuwa wamechaguliwa kwa ajili ya kupata mafunzo hayo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa huduma ambao tumepatiwa, na leo tumefanya tukio la kupima raia na wanafunzi pamoja na walimu katika kituo chetu cha Abet. Asanteni sana. Neno lako kwa Vision Care Foundation baada ya kwamba mmepata mafunzo na mmetoa vyeti? Neno langu ni kuwashauri waendelee na moyo huu wa kubaini watu ambao wana shida za macho, kwa wasiishie mwaka huu na miaka inayokuja, na waendelee kutoa huduma katika ofisi ambayo tumeambiwa inapatikana maeneo ya mjini hapa. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Christina Filipo Christopher. Nawashukuru sana Vision Care Foundation kwa ajili ya mafunzo ambayo walitupatia ya macho. Kwa hiyo walitupatia mafunzo na tumefanya hiyo kazi, tumeelekeza wanafunzi na tumewapima. Baada ya kuwapima tukabaini kwamba kuna wanafunzi ambao wana matatizo. Baada ya kupewa taarifa kwamba tufike mahali hapa Abet, kwa hiyo tumefika na watoto wamefanyiwa uchunguzi kwa kutumia vyombo vya kisayansi vya afya. Kwa hiyo wamebaini kwamba watoto wana matatizo na wamepewa huduma. Kwa hiyo tunawashukuru sana Vision Care Foundation kwa ajili ya kutupatia afya nzuri ya miili yetu. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki sana. Naitwa Makulata, natokea shule ya msingi Nyinga.
Nawashukuru Vision Care Foundation kwa kutupatia miwani. Mwanzo ilikuwa sioni, sasa hivi naweza kuona. Asante. Kwa majina naitwa Mwaija Hamisi, natokea katika shule ya msingi Unyankae. Nawashukuru Vision Care Foundation kwa kunipatia miwani. Nilikuwa sioni vizuri baoni, sasa hivi nimepata miwani yangu naona vizuri baoni. Nawashukuru sana, asante.